the feelings getting strong, taking me high, can't discommit my life. Karibu katika storybook ya maisha yangu. Naitwa Zuhura, nataka nikuambia ukweli. Huyu ni mkasa wa kweli umenitokea. Karibu ndani ya book story. Wanasema si kila kinachong'aa ni dhahabu, na wakati mwingine bei ya kupata ndoto zako inaweza kuwa kubwa kuliko maisha yako mwenyewe. Leo tunakuletea simulizi ya kusisimua ya Zuhura, binti aliyekuwa na sauti ya dhahabu na urembo uliopitiliza, lakini aliyenaswa kwenye mtego wa tamaa. Alitaka umaarufu, alitaka utajiri, na alitaka dunia nzima imtambue. Lakini ili apate hayo, ilibidi akutane na chama cha mbalamwezi ya damu. Je, nini kinatokea pale kipaji chako kinapomilikiwa na nguvu za giza? Na je, kuna njia ya kurudi nyumbani baada ya kutia saini mkataba wa damu? Tega sikio kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii. Kivuli cha umaarufu, safari ya Zuhura. Mji wa Tabora ulikuwa umelala, lakini moyo wa Zuhura ulikuwa unadunda kwa kasi kama ngoma ya harusi. Akiwa amejitanda mtandio wake wa rangi ya machungwa, kama unavyoonekana picha, Zuhura alitazama kioo kwa mara ya mwisho. Alikuwa na sauti ya malaika na urembo ulioweza kusimamisha msafara wa rais. Lakini kijijini kwao, kipaji chake kilionekana kama kelele tu. Lazima nifike Dar es Salaam, alinong'ona. Dunia lazima ijue jina langu. Bila kuaga, Zuhura aliondoka usiku ule. Familia yake iliamka na kukuta chumba chake kiko wazi. Redio ndogo aliyokuwa akiitumia kufanya mazoezi ilikuwa imeachwa juu ya kitanda. Kwa wiki kadhaa, taarifa za kupotea kwake zilijaa kwenye kuta za mji, huku wazazi wake wakilia na kuomba arudi. Lakini Zuhura alikuwa tayari ameshafika jiji la Marahaba, ambako ndoto huzaliwa na kufia. Baada ya miezi 6 ya kuhangaika kwenye studio mbalimbali bila mafanikio, njaa na kukata tamaa vilianza kumtafuna. Siku moja, akiwa amekaa kwenye benchi la bustani akilia, mtu mmoja aliyevaa suti nyeusi na miwani ya giza alimsogelea. "Unataka sauti yako isikike duniani kote, au unataka kuendelea kuimba kwenye bafu?" Yule mtu aliuliza kwa sauti nzito. Zuhura, akiwa amechoka na umaskini, alijibu kwa mkato, "Niko tayari kufanya lolote." Yule mtu alimpeleka Zuhura kwenye jengo moja la kifahari lililojificha kando ya bahari. Huko hakukuwa na vyombo vya muziki vya kawaida. Kulikuwa na mishumaa mieusi, harufu ya ubani usio wa kawaida, na watu waliovalia majoho marefu. Ili kupata sauti ya dhahabu na utajiri usioisha, Zuhura aliambiwa lazima ajiunge na chama cha siri cha mbalamwezi ya damu. Masharti yalikuwa magumu. Moja, kusahau asili yake. Hapaswi kamwe kuwasiliana na wazazi wake. 2, kutoa kafara ya hisia. Hatoweza kupenda mtu yeyote tena. Moyo wake utakuwa baridi kama barafu. 3, agano la damu. Alilazimika kutia saini kwenye kitabu cha kale kwa kutumia damu yake mwenyewe. Zuhura, akifikiria maumivu ya kukataliwa na studio za muziki, alitia saini. Mara moja, alihisi nguvu ya ajabu ikipita kwenye koo lake. Macho yake, ambayo zamani yalikuwa na huruma, sasa yalikuwa na mwangaza wa kutisha na wenye mamlaka. Nyota inang'aa, roho inateketea. Ndani ya mwezi mmoja, Zuhura alikuwa msanii mkubwa zaidi nchini. Kila redio ilicheza nyimbo zake. Picha yake, kama hiyo unayoiona, ilikuwa kwenye kila bango la jiji. Alikuwa tajiri, mrembo na mwenye nguvu. Lakini usiku, akiwa peke yake kwenye jumba lake la kifahari, Zuhura alikuwa anasikia sauti za vilio. Kila alipotazama kioo, hakuona urembo wake. Aliona kivuli cha kiumbe cha ajabu kikiwa kimesimama nyuma yake, kikimkumbusha kuwa urembo na sauti yake si mali yake tena, ni mali ya chama. Alipata kipaji, alipata umaarufu, lakini Zuhura alikuwa amepotea kweli. Si kwa sababu familia yake haikujua alipo, bali kwa sababu roho yake haikuwa yake tena. Zuhura sasa hakuwa anaitwa tena Zuhura wa Tabora, bali alijulikana kama Z Queen. Kila tamasha alilofanya, maelfu ya watu walizimia kwa furaha pindi tu alipofungua kinywa chake. Lakini nyuma ya pazia, maisha yake yalikuwa gereza la dhahabu. Siku moja, kiongozi wa chama kile cha siri, mzee mmoja mwenye macho ya kijivu anaitwa Malik, alimtokea Zuhura akiwa kwenye studio ya kurekodi. "Zuhura," Malik alinong'ona, sauti yake ikitokea kama upepo wa baridi. "Watu wanapenda sauti yako, lakini chama kinahitaji chakula. Wimbo wako ujao lazima uwe na maneno ya siri. Kila atakayeusikiliza ataanza kukupa nguvu zake za kiroho bila yeye kujua." Zuhura alishtuka. "Lakini nilifikiri kipaji changu kinatosha. Kwa nini niwaumize mashabiki wangu?" Malik alicheka kicheko kifupi kisicho na furaha. "Kipaji chako ni mali yetu. Ukikataa, sauti yako itatoweka leo, na urembo wako utageuka kuwa majivu." Wimbo wa usiku wa manane. Zuhura alilazimika kurekodi wimbo huo. Akiwa studio, alihisi kama koo lake linawaka moto.
Kila neno aliloimba lilihisi kama mwiba. Usiku ule baada ya kurekodi, alipata ndoto ya ajabu. Alijiona amesimama kwenye jukwaa kubwa, lakini watazamaji wote walikuwa na sura za huzuni na miili iliyokauka, wakimnyoshea vidole. Asubuhi iliyofuata, alipokea simu kutoka Tabora kupitia namba ngeni. Ilikuwa ni sauti ya mdogo wake wa kike, Aisha. "Dada, mama ni mgonjwa sana. Anakuita kila dakika. Tafadhali rudi nyumbani." Zuhura alitaka kulia, alitaka kukimbia kuelekea stendi ya mabasi arudi kijijini, lakini ghafla alihisi baridi kali mwilini. Pete ya dhahabu aliyopewa na Chama ilianza kumng'ata kidole. Alijua akijaribu kuondoka, Chama kingemmaliza yeye na familia yake. Akiwa amekata tamaa, Zuhura aliamua kufanya siri. Alitumia sehemu ya utajiri wake kutafuta mganga wa kweli au kiongozi wa kiroho ambaye angeweza kumsaidia kuvunja agano lile. Alikutana na mzee mmoja aliyekuwa anaishi pembezoni mwa jiji, ambaye alimwambia ukweli mchungu. "Mwanangu, umeingia kwenye mkataba wa kifo. Ili utoke, lazima uwe tayari kupoteza kila kitu: umaarufu wako, utajiri wako, na pengine hata sauti yako. Je, uko tayari kuwa Zuhura maskini tena ili uikomboe roho yako?" Zuhura alitazama picha yake kwenye gazeti la udaku lililokuwa mezani. Alitazama urembo wake, kisha akafikiria sauti ya mama yake akimuita. Zuhura alirudi kwenye jumba lake la kifahari akiwa na uamuzi mmoja: kuvunja agano. Alijua fika kuwa chama cha Mbalamwezi Adamu hakikuwa na huruma, na Malik alikuwa akimtazama kupitia kila kivuli. Zuhura alianza kwa kukusanya mali zake zote za thamani, almasi, dhahabu na mikataba ya mamilioni, na kuzitupa kwenye tanuru la moto lililokuwa sebuleni kwake. Alihisi kila kitu alichochoma kilikuwa kikimrudishia kipande cha utu wake. Ghafla, chumba kilianza kuwa cha baridi sana. Taa zilianza kuwaka na kuzima. Sauti ya Malik ilisikika ikivuma kuta zote. "Zuhura, unadhani unaweza kuteketeza mali yetu na kubaki salama? Kumbuka, sauti yako ni yetu." Zuhura alipiga magoti, machozi yakimtiririka. "Lakini safari hii si ya woga, bali ya tauba. Chukueni kila kitu, chukueni utajiri, chukueni urembo, lakini roho yangu hamuipati." Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya tamasha kubwa la taifa. Uwanja ulikuwa umejaa maelfu ya watu waliokuja kumsikiliza Z Queen. Chama kilimtaka Zuhura aimbe ule wimbo wa damu ili kuwateka kiroho mashabiki wote uwanjani. Zuhura alipanda jukwaani akiwa amevaa vilevile kama kwenye picha yake ya mwanzo, mtandio wake wa machungwa bila mapambo ya ajabu ya Chama. Alionekana mnyonge lakini mwenye amani. Malik alikuwa amekaa kwenye jukwaa la heshima akimtolea macho ya kifo, akisubiri ule wimbo uanze. Muziki ulianza kupigwa, lakini badala ya kuimba maneno ya giza aliyopewa na Chama, Zuhura alifungua kinywa chake na kuanza kuimba wimbo wa kizamani wa kijijini kwao, wimbo wa kuomba msamaha na sifa kwa Muumba. Mara tu alipoanza kuimba, tetemeko dogo lilitokea jukwaani. Sauti yake ilianza kupasuka. Alihisi maumivu makali kooni, kana kwamba kuna mtu anaminya koo lake kwa mikono ya chuma. Chama kilikuwa kikichukua sauti ya dhahabu aliyompa. Zuhura hakuacha. Aliendelea kuimba kwa sauti ya kukwaruza, sauti iliyojaa maumivu lakini iliyojaa ukweli. Ghafla, ile pete ya dhahabu aliyokuwa amevaa ilipasuka vipande vipande na kugeuka kuwa mchanga. Mwanga mkali ulitokea jukwaani, na Malik pamoja na wafuasi wake walitoweka kama moshi, wakishindwa kuvumilia hali ya usafi na ukweli uliokuwa ukiimbwa. Zuhura alianguka chini, akapoteza fahamu. Mwaka mmoja baadaye, kurudi nyumbani katika kijiji cha Tabora, chini ya mti wa mwembe, mwanamke mmoja alikuwa ameketi akisaidia mama yake kumenya viazi. Hakuwa na mapambo ya dhahabu, na uso wake ulikuwa na alama ndogo ya kidonda, lakini macho yake yalikuwa na furaha ambayo hakuwahi kuwa nayo akiwa jijini. Zuhura alikuwa amepoteza uwezo wa kuimba. Sauti yake sasa ilikuwa nzito na ya kukwaruza, isiyoweza hata kurekodi wimbo mmoja. Alipoteza utajiri wake wote na sifa zake zote. Kwa ulimwengu, Z Queen alikuwa amepotea na kusahaulika kama nyota iliyozima. Lakini kwa Zuhura, hapo ndipo alipojipata. "Dada, huna huzuni kwamba watu hawakujui tena?" mdogo wake Aisha alimuuliza. Zuhura alitabasamu, akatazama jua likizama, na kujibu kwa sauti yake ya kukwaruza lakini tulivu: "Ni afadhali kuishi kama binadamu asiyejulikana kuliko kuishi kama Mungu anayemilikiwa na giza. Leo, mimi ni huru." Na hapo ndipo tunafika mwisho wa safari ya Zuhura. Safari iliyoanza kwa ndoto kubwa, ikapita kwenye giza nene la usaliti na kishindo cha utajiri wa masharti, na hatimaye kuishia kwenye amani ya kweli, amani ambayo fedha na umaarufu haviwezi kununua. Zuhura alipoteza sauti yake, lakini aliikomboa roho yake. Simulizi hii inatukumbusha sote kuwa
Mafanikio yanayokuja kwa njia ya mkato mara nyingi yana gharama ambayo huwezi kuilipa. Je, wewe ungekuwa kwenye nafasi ya Zuhura, ungechagua nini? Ungelinda roho yako au ungechagua kuendelea kuwa nyota wa dunia chini ya utumwa wa giza? Tuandikie maoni yako hapo chini, tunasoma kila comment. Kama simulizi hii imekugusa na kukufunza jambo, na ukae tayari kwa simulizi inayofuata hapa Book Story. Mimi ni msimulizi wako, asante kwa kuwa nasi mpaka dakika hii. Kumbuka, si kila njia inayong'aa inakupeleka kwenye nuru. Asante sana kutufuatia simulizi zetu hapa Book Story. Bonyeza subscribe, like, comment ili kuwa na sisi Book Story.